Thalithan, mbawa ya tatu, hifdhul ilmi nafi. Sasa wewe umefanya jitihada tayari, umeingia darasani, umefundishwa fiqh au umefundishwa Qur'an au umefundishwa lughatul arabia au umefundishwa tauhid au umefundishwa adab au umefundishwa akhlaq au umefundishwa aqida au umefundishwa adhkari mbalimbali na mfano wa vitu kama hivi. Tayari umeshafanya jitihada ya kuhudhuria darasani na ukafundishwa na wewe ukaipokea hiyo ilmu. Nini kinafuata? Unaona hiyo silsila hiyo jamani, huo ni mrongo ambao mimi na wewe ili tuipate ilmu tunatakiwa tufuate. Ukiacha moja katika haya umefeli. Kwanza umeambiwa usafishe moyo wako. Unapokuja kusoma ilmu hakikisha hauna maradhi ya nyoyo, hauna hasadi, hauna husda, hauna kibru. Moyo wako uwe msafi, hauna riaa, hauna sum'a, hauna kujiona na kujikweza, bali umekuja kusoma ilmu darasani hali ya kuwa moyo wako ni msafi. Baada ya hapo ukishausafisha moyo wako, hatua inayofuatia ni nini? Ni aljiddu. Fanya jitihada sasa. Kazi yako ni kufanya jitihada. Nenda msikitini kusoma au unaingia online na jiunga na kujifundisha masomo mbalimbali. Hiyo ni jiddu. Hatua ya tatu sasa. Ushapewa zile ulumu. Sasa hatua ya tatu ni hifdhul ilmi nafi. Ni kuhifadhi ilmu yenye manufaa uliyoisoma. Intabihu ya jamaa, zingatieni sana hapo, hifdhul ilmi nafi. Na hapo ndipo tunapofeli kwa sababu ya kutozingatia haya. Na ndio maana mtu utakuta amesoma miaka mingi lakini hakuna anachokionyesha katika ilmu, kwa sababu hajafuata hizi taratibu, hajavaa hizi mbawa. hifdhul ilmi nafi, kuhifadhi ilmu yenye manufaa. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ya hiyo ni kauli yake Allah hali yakuwa ametukuka aliposema bal huwa ayatun bayinat, bali hizi ni aya zilizo wazi. Bal huwa ayatun bayinat, bali hizi ni aya zilizo wazi. Fi suduri alladhina utul ilma, zilizomo katika vifua vya wale waliopewa ilmu. Kwa hiyo ili tuseme kwamba wewe una ilmu, kifuani mwako humo ndimo ambamo tutaangalia kuna nini, kwa sababu Allah amesema hivi, bal huwa ayatun, bali hizo ni aya za Qur'an, bayinatun, zilizokuwa wazi, fi suduri alladhina utul ilm, zilizo katika vifua vya wale waliopewa ilmu. Kwa hiyo wameitwa wao kuwa wana ilmu, wameitwa wao kuwa wamepewa ilmu kwa sababu ya kuhifadhi ilmu katika vifua vyao. Faman hafidha alilma fi sadrihi, basi yule atakayehifadhi ilmu kifuani mwake, fahuwa alim, huyo ndio mwenye ilmu. Waman lam yahfadh, na yule ambaye hajahifadhi kitu akategemea tu kwenye makaratasi na vitabu, huyo hana ilmu. Allahu akbar. Kwa hiyo jitahidi kile ambacho umefundishwa ukihifadhi, jitahidi na muombe Allah msaada akusaidie. وقال الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، نعم سيما الإمام محمد بن شهاب الزهري الله مرحم، إنما يذهب العلم حقيقة ونون هتاريو، إنما يذهب العلم نهاب نبود نبفيريا حقيقة سنجنين inaondoka ilmu bidhihabihi, kwa sababu ya kule kuondoka kwake hiyo ilmu, minas suduri, katika vifua vya watu, la minas suhufi, na si kwenye makaratasi, bali kisikia ilmu imeondoka, watu wamekuwa ni wajinga, ni kwa sababu vifua vyao havijahifadhi ilmu. Na si kwamba kwenye makaratasi hakuna ilmu. Makaratasi yapo, vitabu vipo, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim wa Qur'an tunayo majumbani mwetu. Mtu ana aina ya kila kitabu,
kinachokataza bid'a, kinachokataza shirki, vitabu vinavyokataza kufuru, vitabu vinavyokataza unafiki, vitabu vinavyokataza maasi mbalimbali. Anavyo ndani ya nyumba yake, anavyo kwenye maktaba yake, lakini yeye ndio mshirikina nambari moja, yeye ndio mtu wa bid'a, yeye ndio mtu mwovu. Kwa sababu gani? Hajahifadhi ilmu fi sadrihi, katika kifua chake. Ile ilmu yenye manufaa imeondoka kwenye kifua chake. Ndio maana hayo maneno yamekuja katika Jami'ul Ilmi wa Fadlihi Ibn Abd al-Barri. Jami'ul Ilmi, Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadlihi Ibn Abd al-Barri, juzu ya kwanza ukurasa nambari 32. Allahu al-musta'an. وقال ابن الجوزي، na amesema al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, anasema al-Imam, anasema kana as-salafu yu'athiruna hifdha al-ilmi ala kitabatihi. Walikuwa wema waliotangulia kutokana na masahaba, tabi'un, atba'u tabi'in, wanatanguliza wanatanguliza hifdha al-ilmi, kuhifadhi ilmu, ala kitabatihi, juu ya kuiandika. Lakini watu wa leo tunatanguliza kuiandika ilmu kabla kuihifadhi. Watu waliotangulia as-salaf walikuwa wanatanguliza kuihifadhi ilmu kabla hawajaiandika. وقال خطيب البغدادي رحمه الله تعالى، نعم سيما الإمام خطيب البغداد، العلم ما حواه الصدر، elimu jamani ni ile ambayo imehifadhiwa na vifua, la ma khattahu alqalam, na si ile ambayo imeandikwa na kalamu ukaandika tu kwenye daftari zako ukaiweka. Ile sio ilmu. Elimu ni hiyo ambayo imo ndani ya kifua chako. Al-Jami' li akhlaq ar-rawi wa adab as-sami', juzu ya 2 ukurasa nambari 194. Hiyo ni mbawa ya tatu. Naenda haraka haraka kwa sababu muda umetuacha, ndio maana sitoi maelezo marefu.